Karibu kwenye Nyuma ya Pazia. Leo hii nitakuletea segment muhimu sana. Segment hii tutamzungumzia jamaa alikuwa anaitwa Mwana Malundi. Mwana Malundi ni kati ya mastaa wakubwa sana kipindi hicho. Kama unavyoona mastaa wa saizi, basi kipindi hicho pia kulikuwa na mastaa. Na ukitaja kati ya mastaa ambao walikuwa wanafahamika baina ya watu kila sehemu nchini, alikuwa ni Mwana Malundi. Mwana Malundi ni kati ya watu muhimu sana kwenye historia yetu, na ni kati ya watu ambao inabidi tuwajue na tuwafahamu. Alikuwa ni mtu wa maajabu. Unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini watu hawamjui Mwana Malundi au historia hizi zinapuuzwa. Kwa nini zinapuuzwa? Ni kwamba Waafrika hatuna tabia ya kutunza kumbukumbu zetu. Na pia kama mtu anajua historia ya kizazi chake, utashangaa ni vizazi viwili vitatu. Lakini pia historia ya watu wetu, tunajua historia ndogo sana ya kipindi cha ukoloni, lakini kuna historia kubwa kabla ya wakoloni hawajaja, na pia kuna historia nyingi na kuhusiana na jinsi walivyokuwa naishi, kuhusiana na kacha yetu. Tuna historia pana na yenye nguvu sana. Na kutokana na mwingiliano na wazungu, Waafrika wengi wanaona kwamba historia yetu haina maantiki. Lakini sio kweli. Leo hii kwenye Nyuma ya Pazia naomba nikusisitize uwe ni mtu wa kufuatilia sana. Tuwe ni watu wa kufuatilia historia yetu, tujue tumetoka wapi, tumeenda wapi, na hii itatusaidia pia vizazi vijavyo kuishi kwenye misingi ya Uafrika. Kwa hiyo leo hii nakuletea segment kuhusiana na jamaa anaitwa Mwana Malundi. Kama nilivyokuambia, huyu alikuwa ni superstar. Mwana Malundi ni superstar mmoja mkubwa sana, alikuwa anafahamika sana na Wajerumani, na huyu jamaa alikuwa ni Msukuma. Basi nitakuletea vitu kama 10 hivi. Vitu kama 10 ambavyo vinamhusu Mwana Malundi ambavyo ni vya kipekee. 1. Alikuwa ni mtoto wa maajabu. Mzee Bugomola na mkewe Ngulu waliishi mpaka uzeeni, hawakubahatika kupata mtoto. Na kipindi hicho mwanamke akiolewa kikaa kuanzia miezi 6 hajaanza kupata mtoto, basi alikuwa anapelekwa sehemu akatibiwa ajue shida ni nini. Lakini mzee huyu alifika mpaka uzeeni hana mtoto hata mmoja. Hali hii ilimfanya aishi maisha ya kuwa ni mtu wa kujitenga sana. Alikuwa haonekani na watu mara nyingi, alikuwa haongei sana, kwa sababu kutokuwa na mtoto ilikuwa ni aibu, ilikuwa ni fedhea, na ilikuwa ni fedhea zaidi kwa sababu alikuwa hana mtu wa kumrithisha mali zake. Mzee huyu sasa alizunguka kwa wataalamu waponyaji mbalimbali. Kipindi hicho alikuwa anaitwa waponyaji, medicine men, healers au waganga, kwa sababu kulikuwa hakuna dini yoyote, na hawa ndio watu walikuwa wanaipa jamii majibu kuitokea kitu chochote. Kwa hiyo ukiwa na tatizo unaenda kumuona mponyaji. Kwa mzee alibahatika kuzunguka kwa waponyaji wengi sana, na hakubahatika kupata mtoto. Kipindi hichi alienda kumtembelea bibi mmoja Sangoma. Alipoenda kumtembelea bibi huyu na mkewe, akamwambia, umekuja wakati mzuri sana. Nimekuja wakati mzuri? Umekuja wakati mzuri sana. Bibi akamwambia, utapata mtoto. Bibi akamwambia, Bugomola utapata mtoto, na mtoto huyu atakuwa ni mashuhuri kwenye ardhi zote. Unaona? Kwa hiyo mzee alifurahi sana. Ila bibi akamwambia kuna kitu kimoja. Utapata mtoto, lakini mtoto huu hutokuja kumuona. Mtoto huu hutokuja kumuona baada ya mkewe kupata mimba. Sawa? Baada ya miezi 3 utafariki. Kwa hiyo hutamuona mtoto. Lakini mzee akasema sijali. Alifurahi sana kusikia kwamba atakuwa na mtoto wa kiume na familia yake itapata mtoto. Kwa hiyo kama atafariki hatamuona mtoto, na kwake umri ulikuwa umeenda, kwa hiyo hakujali kabisa. Na kama ilivyo ada, sasa mzee Bugomola alirudi nyumbani, na baada ya kipindi fulani mkewe akawa ni mjamzito. Mzee alifurahi sana.
mtu ambaye alikuwa ni mkimya, alikuwa anapita kila sehemu mtaani, anapiga kelele, anacheza peke yake mtaani, akienda sehemu anakunywa pombe, anapiga mastori. Alikuwa hajali kwamba atakufa. Alikuwa hajali kabisa kwamba umauti unamkaribia yeye. Furaha yake ilikuwa amepata mtoto na amepata mlisi wa mali zake. Na baada ya miezi mitatu kweli mzee Bugomola alifariki. Mkazi huyu wa Kwimbe kipindi hicho ni saizi inaitwa Kwimbe, inaitwa wilaya ya Kwimba. Kwa kweli kabisa hakubahatika kumuona mtoto wake, na baada ya miezi mitatu ya mimba alifariki. Pointi ya pili, Mwanamalundi alizaliwa kimaajabu. Alizaliwa kimaajabu kivipi? Siku aliyozaliwa Mwanamalundi zilipiga radi kali sana. Zilipiga radi, na mama yake akasikia tumboni mtoto anaongea. Anamwambia, "Mama, nizae. Mama, nizae." Kwa Kisukuma, "Mayu ni biarage. Ni biarage mayu." Kama hivyo basi akazaliwa mtoto Mwanamalundi. Pointi ya tatu, ukuaji wake ulikuwa ni wa tofauti sana. Kwanza, alizaliwa na miguu miembamba. Yaani alikuwa na tumiguu tudogo, lakini tumiguu tuembamba. Yaani tumiguu twake tulikuwa ni tuembamba Mwanamalundi. Na Wasukuma wakawa wanamuita Mamilundi. Kipindi hicho Mamilundi, tumiguu tudogo, thin feet. Unaona? Lakini katika ukuaji wake Mwanamalundi alikuwa ni mtoto mwenye aibu sana 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 sana. Alikuwa anapenda kushinda ndani, watu wakija nyumbani anakimbilia ndani. Muda pekee alikuwa anazurura ni akiwa na marafiki zake mtaani. Akiwa na marafiki zake mtaani basi alikuwa anatembea, lakini nje ya hapo mtu ambaye hajazoeana naye alikuwa haongei naye. Na kitu kingine nilisahau, Mwanamalundi jina lake kamili alikuwa anaitwa Igulu. Igulu. You see, Igulu maana yake mbingu. Kwa hiyo anaitwa Igulu Bugomola. Igulu Bugomola ndio jina lake. Mwanamalundi ilikuwa ni jina lake la umaarufu kwa sababu alikuwa na miguu mirefu. Mamilundi, tumiguu tudogo, baadaye akawa ni Mwanamalundi mwenye miguu mirefu. Kwa miguu yake ikawa ni mirefu, alikuwa na miguu mirefu, ndio akampa jina hilo la Mwanamalundi, lakini jina lake kamili alikuwa anaitwa Igulu Bugomola. Okay, point namba 4. Kwenye kukua kwake alikuwa na marafiki, na marafiki zake walikuwa wanapenda sana kukaa karibu na Mwanamalundi. Walikuwa wanapenda kupiga naye story, walikuwa wanapenda kushinda naye. Na kwenye kukua akaanza kupenda ngoma inaitwa kahena. Alianza kupenda ngoma inaitwa kahena, na ilikuwa ni ngoma maarufu sana. Kwa hiyo kama sasa unavyoona muziki wa saizi uko Usukumani, sasa kanda ya Ziwa, kahena, mtu anayejua kucheza kahena ndo alikuwa ni kati ya watu muhimu kwenye jamii. Walikuwa naalikwa kwenye masherehe, walikuwa ni watu wanaoheshimika. Mtu anayecheza kahena walikuwa wanaheshimika, walikuwa ni mastaa. Walikuwa wanacheza ngoma hii kuchanganya na maajabu ya aina mbalimbali, kwa sababu culture ya Afrika ni mystical culture. So kulikuwa na dimension nyingi wanaweza kazitumia kuonyesha ujuzi wao wa kucheza, na ilikuwa ni kawaida kabisa kwenye jamii. Havikuwa ni vitu vya ajabu. Kwenye kupenda kucheza kahena ni kwamba akawa anavutia kundi kubwa sana la vijana wanaopenda kucheza naye. You see? Kumbuka alikuwa na miguu mirefu. Mwanamalundi alikuwa na miguu mirefu. Kwa hiyo Wasukuma wengi pale mtaani, wazazi wengi, kwa sababu watoto wakawa wanaacha ng'ombe wanaenda kuzurura na Mwanamalundi. Na vizuri, wanaacha ng'ombe wanaenda kuzurura na Mwanamalundi. Kwa hiyo wazazi wakaanza kusema kwamba miguu yake mirefu inadanganya watoto wetu. Yaani kama miguu yake mirefu inadanganya watoto wao. Wasukuma wengi wakawa wanalalamika, "Mamilundi garo lili humbura bana bise." Kwamba miguu yake mirefu imeanza kuleta balaa pale kijijini. Unaona vizuri? Lakini alikuwa pia ni kati ya wacheza kahena wazuri sana. Alikuwa acheza kahena wazuri sana Mwanamalundi. Alikuwa anashinda mashindano madogo madogo, lakini ikija kwenye mashindano makubwa, kwenye vikundi kama
kikundi cha mdada mmoja au mama mmoja alikuwa anaitwa Gindu Nkima. Kulikuwa kwenye hicho kikundi kulikuwa na watu kama 4. Kulikuwa na Sanike, Mwankininga, kulikuwa na Mwankilongo na Gindu Kima. Watu 4: Samike, Mwakininga na Mwakilongo na Gindu Nkima ndo alikuwa kiongozi wa hichi kikundi. Hiki kikundi kilikuwa ni kati ya vikundi walikuwa wanacheza sana Kahena. Kwa hiyo ukisikia mwaliko mara Singida, mara Dodoma, kipindi hicho watu walikuwa wanazurura na taarifa zilikuwa zinafika. Kwa unavyomsikia taarifa za Mwanamalundi kanda ya Ziwa, pia magharibi huko alikuwa anajulikana kila sehemu. Yaani taarifa zilikuwa zinatembea. Unamsikia Mwanamalundi, unamsikia Mwanamalundi, walikuwa wanajulikana. Kwa ukisikia ngoma ya Gindu Nkima, watu wanakusanyika wanaenda kuangalia ngoma. Unaona Kwa ni kati ya historia ambazo sisi hatujui. Ilikuwa ni kacha, watu walikuwa wanaishi, walikuwa wanafanya vitu mbalimbali. Kipindi hicho ndo Msukuma mmoja ana ng'ombe hata 20,000 ngapi. Unaona utajiri ulikuwa ni mkubwa wa mali na kila kitu. Unaona vizuri Kwa hiyo Mwanamalundi na kikundi chake sasa wacheze ngoma kiasi gani, walikuwa hawezi kushinda ngoma baadhi. Kwa hiyo Mwanamalundi akaona inabidi akatafute msaada. Unaona Kwa pointi ya 5 ni siku ya kwanza Mwanamalundi anaonana na Sangoma, na ni huyo bibi ambaye baba yake aliendaga kuomba msaada. Unaona vizuri Kwa ila yeye alikuwa ajui. Unaona Kwa point namba 5 ni kwamba anakutana na bibi kwa mara ya kwanza. Alikuwa na nguvu za asili sasa. Anakuja kupata nguvu zake za asili. Unaona Mwanamalundi aliwachukua marafiki zake 2 wakaenda kumuona bibi kwa ajili ya dawa. Walipofika kwa bibi, akamwambia bibi, naomba unisaidie, nataka niwe kati ya wachezaji maarufu wa Kahena. Basi bibi akamwambia sawa, nitawapa dawa. Kwa hiyo twende zetu polini. Bibi akamwambia watoto wangu twende polini. Kwa wakachukuana sasa Mwanamalundi, marafiki zake 2 na bibi kwenda polini. Unaona walivyokuwa nakaribia polini, bibi alichukua vinyonga, akaweka kinyonga kwenye kichwa cha Mwanamalundi, akaweka mwingine kwenye kichwa cha rafiki yake, mwingine kwenye kichwa cha rafiki yake. Wakaingia katikati ya pori. Bibi akawaambia kulikuwa na mti sasa. Kulikuwa na mti. Kwa bibi akawaambia chimbeni mashimo matatu. Sawa? Chimbeni mashimo matatu. Kwa wakachimba mashimo mangapi? Matatu. Walivyochimba mashimo matatu, akasema chimbeni haya mashimo yawe ukubwa wa kiuno. Yaani unachimba mpaka kiuno chako. Wakachimba. Walivyochimba wakawekea wale vinyonga sumu mdomoni, wakawatupa kwenye yale mashimo. Kila mtu akatupa kinyonga kwenye shimo, wakatia kuni, wakatia moto. Sasa wakati ule moshi unatoka mwingi kwenye ile shimo, akatokea kifaru, akaanza kuwakimbiza. Marafiki zake wakaingia chocho. Yule kifaru akaanza kumfuata bibi. Na alivyomfuata bibi, akamfuata kwanza nani? Akamfuata kwanza Mwanamalundi. Mwanamalundi akapanda juu ya mti. Yule kifaru akaenda akakwaruza yule mti. Baada ya hapa akaanza kumfuata bibi, anamkimbilia bibi. Alipokuwa anamkimbilia bibi, kifaru Mwanamalundi akashuka, akawa anamrushia mawe yule kifaru. Sawa? Anamrushia, lakini yule kifaru akamzuru bibi. Bibi akaanguka chini, akaonekana kama amekufa. Unaona Mwanamalundi akamkimbilia bibi, akambeba kumpeleka nyumbani. Huko anakimbia, lakini alipofika njiani akashangaa bibi anakohoa, na bibi ni mzima kabisa. Bibi akamwambia, mwanangu, yule kifaru alikuwa ni mimi. Unaona Mwanamalundi akashtuka, kumbe ulikuwa ni wewe. Bibi akasema, nilikuwa nataka niangalie kati yenu nyie yupi ni mjasiri. Kwa nimegundua kwamba wewe ni mjasiri kama nilivyomwambia baba yako. Kama nilivyomwambia baba yangu, basi bibi akuelezea.
Alipomtengenezea Mwana Malundi dawa, akamwambia kitu kimoja, kuanzia leo kitu chochote utakachokinyoshea mkono, awe ni mtu uwe ni mti, utakauka. Kwa hiyo usinyoshee kitu chochote mkono. Pili, mtu yoyote utakayemtamkia maneno mabaya atakufa. Kwa hiyo usimtamkie maneno yoyote mabaya. Mtu yoyote ambaye mtatazamana macho kwa macho, ukimtazama kwa hasira naye atakufa. Kwa Mwana Malundi alirudi. Tangia siku hiyo akaanza kujifunika usoni, alafu pembeni anapaka tope ambalo lilikuwa halikauki. Alafu alivyorudi pia miguu yake ikaongezeka urefu, akawa ni mrefu, akawa na miguu mikubwa. Afa pia bibi alimpa na fimbo. Kwa akawa anatembea na fimbo na anavaa hizo kurubasi zake, lakini alikuwa anajifunika karibu mwili mzima. Alivyorudi siku hiyo alienda kucheza ngoma. Alicheza ngoma ambayo watu hawajawahi kuiona. Alikuwa anacheza ngoma, anafanya maajabu mbalimbali. Baada ya muda mchache tu umaarufu wake uliongezeka karibu kanda nzima. Na pia akawa na wafuasi wengi sana. Yaani alikuwa na wafuasi ni wengi. Unaona Kwa hiyo sasa point namba 6, alikuwa pia ni shujaa wa vita. Kitu ambacho hujaisikia. Mwana Malundi alikuwa ni shujaa pia wa vita. Alikuwa ni mercenary. Yaani mercenary kivipi? Kama unavyojua kwamba mercenary ni wale wanajeshi wa kukodiwa. Kwa hiyo sasa kundi lake inasemekana lilikuwa linakodiwa na machifu mbalimbali. Kutokea mkwaruzano, kutokea ugomvi, basi walikuwa wanamtumia Mwana Malundi, wanamuomba. Wakisha muomba, yeye ndo alikuwa anaenda kupigana hizo vita. Yaani yeye ndo anaenda kupigana na hao watu. Ndio vizuri. Yaani yeye ndo alikuwa anaenda kupigana na analipwa. Kwa alikuwa na kikundi cha vijana wanaoweza kupigana Mwana Malundi. Kwa alikuwa anatumia na machifu mbalimbali. Na pia kukiwa na sherehe mbalimbali, alikuwa anaitwa na kikundi chake, wanaenda kutumbuiza kwenye masherehe mbalimbali kanda yote ya Ziwa. Alikuwa ni mtu ambaye anafahamika, yani kila kona, kila kijiji ukisikia Mwana Malundi anakuja, basi watu walikuwa wanatoka mbalimbali, maana watu wanaishi mbali, wanaenda kukusanyika na kuangalia ngoma yake. Unaona? Na kipindi kingine alikuwa ndo akitoka, alikuwa anapenda sana kwenda kuangalia ziwa, ambao ni Ziwa Victoria. Na kuna siku jioni alikaa kwenye jiwe pale kwenye Ziwa Victoria, Bismarck Rock, ambapo alama zake za matako zipo. Ukienda Mwanza utazikuta. Zile ni alama za Mwana Malundi. You see? Kwa ni kati ya point namba 7. Bismarck Rock ni yeye alikaa pale, alikuwa anapumzika kwenye jiwe Mwana Malundi. Lakini pia alikuwa ni maarufu sana wa ngoma kipindi hicho. Ilikuwa imebaki kitu kimoja. Alikuwa hajawahi shindana na kipindi cha kina Samike. Kwa hiyo sasa ikabidi ni muda huo, baada ya kushinda sasa vijiji vyote ngoma, yani alikuwa anashindana hata siku nzima, akatuma maombi kwa hichi kiko. Akatuma maombi sasa ya kuomba mashindano na hawa mashujaa waliokuwa wanapatikana katika wilaya ya Maswa, kijiji cha Ngwamala. Walikuwa wanapatikana wilaya ya Maswa, kijiji cha Ngwamala, akina Gindu Kima. Huyu Gindu Kima alikuwa ni hatari mno. Kwa alituma kikundi cha maombi kwamba jamani, naomba shindano kati yangu na nyie. Na Gindu alikuwa shamsikia na alikuwa na hasira naye sana. Kwa hiyo akasema haina shida, tutakutana kijiji cha Nyandekwa village, ambacho kiko kama kilomita 10 ukitoka Kahama mjini. Akasema tutakutana kijiji cha Nyandekwa. Kwa wakaandaa shindano hapo. Shindano katika kijiji cha Nyandekwa. Kijiji cha Nyandekwa kipo Kahama pale. Kwa walipofika pale, mashindano yakaanza. Ni kati ya ngoma kubwa historia, watu walifika wengi sana. Kwa wakaanza kushindana kucheza. Walipokuwa wanacheza pale,
Mwana Malundi alijirefusha kama ngongoti. Yaani alikuwa ni mrefu kama ngongoti umenyoka kwenda juu. Watu wengi wakawa wanapiga makofi, wanashangilia ile ngoma. Na muda huo anacheza Mwana Malundi alikuwa akisimama juu ya jiwe, miguu yake inakuwa inaonekana chini ya mwamba, kwenye mwamba. Ndio hizo alama za miguu ambazo ziko pale Nyandekwa. Kwa hiyo namba 8, alama za miguu za Mwana Malundi zinapatikana pale Nyandekwa. Kijiji cha Nyandekwa kipo Kahama. Kwa hiyo wakati anacheza yeye, anagonga fimbo yake chini anacheza, miguu ilikuwa inaonekana kwenye mwamba. You see? Miguu inaonekana kabisa pale kwenye mwamba akiwa anacheza. Na huyu mama Gindu Nkima alipokuwa amejirefusha kama ngongoti, basi alimshusha kwenye urefu wake wa kawaida. Unaelewa vizuri? Akamshusha kwenye urefu wake wa kawaida. Na hapo sasa siku hiyo Mwana Malundi alishindwa hilo pambano. Siku hiyo Mwana Malundi alishindwa hilo pambano. Lakini Gindu Nkima, huyu mama Gindu Nkima, kwanza alikuwa yeye anajiita Malkia wa Ngoma. Kwa hiyo hajawahi kutana na mtu ambaye anashindana naye hata siku nzima. Hakulizishwa kabisa na huu ushindi. Alichokifanya huyu Maza sasa, alichokifanya huyu Maza alifanyaje? Akaloga chakula cha nani? Yaani akaloga vile vyakula wanavyopikiwa Mwana Malundi vile, akavitia changa. Ndio vizuri. Na pia kuna kitu sijaongea. Tunaongezea hapa. Nishakwambia Mwana Malundi alikuwa na maajabu sana. Kwa kipindi alivyokuwa amejirefusha kama ngongoti, watu wote walikuwa wanajaribu kuangalia kwenye miguu yake ameweka nini, walikuwa wanakufa. Na usiku akiwa amelala, watu wengi kwa sababu walikuwa hawajawahi ona sura yake. Tangia atoke kwa Maza pale, sura yake watu wengi hawajawahi ona. Kwa mtu yote aliyethubutu kumfunua sura kuangalia yukoje, asubuhi yake, kesho asubuhi, walikuwa wanakufa. Kutokana na maajabu ya Mwana Malundi. Kati ya watu wenye maajabu makubwa Afrika nzima alikuwa ni Mwana Malundi. Unaelewa? Kwa hiyo sasa huyu Gindu Nkima hakulizishwa kabisa na ushindi. Akafanya hivyo. Kwa hiyo kile chakula cha Mwana Malundi kilikuwa kinapikwa hata wiki nzima akihivi. Wiki nzima chakula akihivi. Kwa lile kundi lake lilikuwa limedhoofu sana na njaa. Alivorudi kwao Gindu Nkima alimfuata, wakaendelea kushindana. Walishindana karibu wiki, hapatikani mshindi. Kwa Gindu Nkima sasa akaona anafanyaje hapa? Nafanyaje? Kuni zote walizokuwa wanapikia akazitoa. Kwa wakawa hawana kuni. Na huu ndio ulikuwa ni mtego mkubwa kwa Mwana Malundi. Vijana wake wana njaa, hawana kuni, hawana chakula, wamedhoofika njaa, wamefanya mashindano kama wiki nzima. Basi wakamwambia Mwana Malundi, sisi hatuna nani. Kwa hiyo Gindu Nkima akajua kabisa huyu jamaa lazima atanyosha mkono sehemu. Akajua kabisa lazima atanyosha mkono. Unaona? Kwa wakao Mwana Malundi bila kujua akanyosha mkono kwenye ule msitu. Alivonyosha mkono, miti yote iliyokuwa kwenye ule msitu, wanyama wote waliokuwa kwenye ule msitu, watu wote waliokuwa kwenye ule msitu wakafa. Taarifa hizi sasa tutakuja namba 9, kilichotokea kati ya Igulu na Chifu Masanja zikamfikia Chifu Masanja. Chifu Masanja alifula hatari. Akaagiza Mwana Malundi akamatwe chapu. Wafuasi wake walikuwa wanamuogopa sana Mwana Malundi, lakini hawamuogopi Mwana Malundi kama wanavyomuogopa Chifu Masanja. Mwana Malundi akajua ameharibu, na alikuwa anajua kinachokuja kutokea. Akakimbia nyumbani kwake, akamwambia mama yake, akampa maziwa. Akamwambia, mama, haya maziwa ya kiganda, jua nimesha kufa.
Kwa maziwa waka nayo yakiganda tu, jua mimi nimeshakufa. Na pia mlangoni akaweka shoka. Akasema hii shoka itakuwa inapanda juu. Ikipanda juu, ikiona inapanda juu, tujue naelekea sehemu ambayo naenda kuuliwa. Ikiwa inapanda juu, ikipanda juu ikaanguka chini, jua mama kwamba tayari nimefanyaje? Nimekufa. Na hii shoka ikianza kushuka chini yenyewe, utajua nakuwa nakuja nyumbani. Kwa ikianguka chini, nitakuwa nimerudiwa nyumbani. Kwa hiyo kama ilivyo basi, Chief Masanja aliagiza Mwanamalundi akakamatwa na akampeleka kwenye serikali ya Wajerumani. Na Wajerumani walikuwa wameshasikia sifa zake Mwanamalundi, walikuwa wameshasikia sifa zake, walikuwa wanamuogopa mno, walikuwa hawajawahi hata kumsogelea. Walikuwa wanaweza kuongea na watu kama Chief Masanja, lakini mtu kama Mwanamalundi kila akipita walikuwa hata hawamsogelei kabisa, kwa sababu wanajua kabisa huyu mtu sio mtu wa kawaida, ni kati ya watu walikuwa wanaogopwa sana kipindi cha ukoloni. Mwanamalundi, unaelewa vizuri? Sasa baada ya hapo Mwanamalundi alihukumiwa kunyongwa na Wajerumani. Kwa Mwanamalundi akachukuliwa akawa anapelekwa sehemu ya kunyongwa. Lakini njiani alikuwa ameongozana na watu wengine watatu. Mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Kaliyaya. Kaliyaya alikuwa ni mwananchi wa kawaida ambaye alikuwa anapendwa sana na watu. Yaani watu walikuwa wanamsikiliza yeye, na pia ni kati ya watu ambao walikuwa wanapinga sana utawala wa Mjerumani. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanampenda Kaliyaya, walikuwa wanamuona ni kama kiongozi anayefuata. Wajerumani hawakupenda zile nguvu za Kaliyaya na akili zake kwa kipindi hicho. Kwa hiyo wakamchukua, walikuwa wanaenda kumnyonga bwana Kaliyaya. Na pia alikuwa ameongozana na mtu wa pili kwenye safari yake ya kunyongwa. Mtu huyu wa pili alikuwa anaitwa bwana Makongolo Igana. Makongolo Igana, huyu alikuwa ni Chifu Makongolo Igana. Chifu Makongolo Igana, huyu sasa alikuwa naye ni kati ya watu hatari sana. Chifu Makongolo Igana alikuwa anatembea na punda njiani. Upande wa kulia alikuwa anashika fimbo, na mtu yoyote alikuwa haruhusiwi kupinda upande wa kulia wa Chifu Makongolo. Ukipita upande wa kulia tukijichanganya, alikuwa anakuchapa fimbo. Unaona Kwa kuna siku Wajerumani walipita upande wake wa kulia, akawachapa fimbo. Na vizuri akawachapa fimbo Wajerumani, na Wajerumani hawakupenda, wakamkamata. Na ndo sababu alikuwa anaongozana na Mwanamalundi kwenda kunyongwa. Mtu mwingine wa 4 alikuwa ni Chifu Italange Bugando. Chifu Italange Bugando alikuwa ameshikilia maeneo kwenye ziwa la Victoria, na alikuwa hataki kabisa kuwapa Wajerumani. Kwa hiyo Wajerumani wakaenda kumnyonga ili washikilie yale maeneo. Na vizuri. Kwa hiyo pia ndo sababu Chifu Italange alikuwa amewagomea Wajerumani, walikuwa wanaenda kumnyonga. Sasa walipofika eneo la unyongaji, kashesha, wakamuweka Mwanamalundi kamba shingoni. Walivomweka tu ikayeyuka mpaka juu, yani kamba ilivyoweka tu ikayeyuka ikapotea. Wakaogopa sana, wakamweka pembeni kwa ajili ya adhabu nyingine. Wakamchukua bwana Makongolo Igana. Bwana Makongolo Igana alivomweka ile kamba, wanamweka tu ikatokea movie kama kideo ambacho kinaonyesha vita vya nyuma, kama sekunde 30 hivi. Afu ile movie kapotea. Yaani matukio yakaonekana hewani. Kama sekunde 30 matukio yakapotea. Yalipopotea matukio sasa kama sekunde hizo 30, kamba naye ikakatika. Kwa naye wakamweka pembeni kwa ajili ya adhabu tofauti. Na kumbuka Wajerumani walikuwa wanaogopa, na vizuri. Na mtu wa 3 bwana Italange, naye alivomweka tu kamba naye ikakatika. Mtu wa 4 alikuwa ni Kaliyaya, yeye alikuwa ni mwananchi wa kawaida, walivomweka kamba wakamuua. Unaona? Lakini kumbuka hata safari nzima ya kupeleka kwenye eneo la kuwanyonga Wajerumani walikuwa wanatetemeka sana. Kwa sababu kuna sehemu alifika njiani, Mwanamalundi alishika mti ukakauka. Pap. Kwa hawa watu wenyewe walikuwa wanaogopa sana. Wakaona ni bora wakawafunge kisiwani. Kwa waliwasafirisha mpaka Dar es Salaam, wakawapeleka kwenye kisiwa cha Mafia.
na kabisa kwenye kisiwa cha Mafia ilikuwa inafahamika mtu yote atakayeingia kwenye kile kisiwa huwezi katoroka, utatorokaje? Unaona Kwa Mwana Malundi aliwekwa kwenye chumba kimoja na Chifu Igana. Wakaanza kutambiana, wanapiga story pale kila kitu. Chifu Igana anamwambia, una maajabu mangapi bwana Mwana Malundi? Mwana Malundi akasema, mimi yako mengi sana. Kuna moja nimemwachia mama nyumbani, maziwa na shoka, na pia naweza kufanya viazi vyote na kuiva ndani hata dakika 1 sekunde 30. Unaona Kwa wakawa anapiga story mbalimbali. Chifu Igana naye alikuwa sio mtu wa kawaida ujue. Chifu Igana alikuwa sio mtu wa kawaida. Akasema mimi naweza kutengeneza vivuli. Yaani unaweza kuwa unaniona hapa lakini sio mimi. Kwa naweza nikata sehemu 3 kwa muda mmoja. Chifu Igana akamwambia. Kwa sasa wamekaa pale kama siku 3 siku 2. Siku ya 4 wakatoka gerezani. Walipotoka wakaacha vivuli. Walipoacha vivuli mle ndani ikabidi wavuke bahari ya Hindi. Chifu Igana alikuwa ana jiwe mkononi na Mwana Malundi alikuwa ana fimbo mkononi. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo iko hivi, Igana alikuwa anarusha jiwe baharini, Mwana Malundi anapiga maji na fimbo. Akipiga maji na fimbo yalikuwa yanagawanyika mpaka jiwe lilipo. Unaona Na tena hivyo wanaenda mpaka katikati jiwe lilipo, wanafanya hivyo mpaka wakawa wamevuka bahari. Unaona Kwa walikuwa na uwezo wa kufanya kitu kama hicho. So kipindi cha Mwana Malundi akiwa gerezani walikuwa wanashangaa. Wanamuona Mwanza, wanamuona gerezani, wanamuona nchi kavu. Wajerumani walikuwa wanashangaa sana. Kwa kila sehemu wanamuona. Kwa sasa kipindi wanachomuona kila sehemu, mara yuko Mwanza, mara yuko wapi. Kipindi hicho cha kifungo Mwana Malundi alikuwa ashakutana na mke wake na alikuwa muda huo wanazaa mpaka watoto. Kuna mtoto alimzaa pale mwingine. Kwa alikuwa yuko kote. Kwa anashangaa wakimuona Mwanza. Wakienda kuangalia gerezani yupo. Wakaangalia nchi kavu bara yupo. Kwa ilikuwa ni kati ya kitendawili ambacho kilikuwepo. Na vitu vingi kama hivyo Wajerumani wasingeweza kuvisimulia kwa sababu walishindwa sana kuwadhibiti wa Afrika mbalimbali, hasa hapa Tanzania. Wengi sana walikuwa wanawashinda uwezo kwa sababu walikuwa ni watu wa maajabu kipindi hicho. Walikuwa ni watu wa maajabu sana. Unaona Kwa hiyo sasa baada ya hapo ndo alimaliza miaka 3. Alivyomaliza miaka 3 Wajerumani walimchukua Mwana Malundi na ndege wakampeleka Ulaya na pia wakamrudisha nyumbani. Walivyomrudisha nyumbani Wasukuma wakaanza kusema wakampa mpaka jina la mtu aliyekuja na ndege. Kwa hiyo alivorudi moja kwa moja akaenda mpaka nyumbani. Alivyoenda nyumbani kweli mama yake kila alichomwambia alikiona. Yale maziwa hayakuganda kwa muda wa miaka 3 na alivyokuwa anakuja ile shoka ilirudi mpaka kaanguka chini. Akamwambia mwanao kila alichokiona. Mama yake alifurahi sana. Lakini alipofika nyumbani Chifu Masanja alimtimua pale kwamba wewe bwana hatukutaki hapa. Mwana Malundi alitimuliwa pale kijijini kwake, akasafiri mpaka kwenda Seke Shinyanga kwa Mtemi Mahizi ambaye alimpokea na walikuwa anampenda sana Mwana Malundi. Mpaka kipindi hicho alikuwa ni mtu maarufu kabisa. Kwa alihamia yeye na familia yake ambayo mpaka miaka ya 70 familia yake watoto wake walikuwa wapo kabisa Mwana Malundi. Unaona alimtimua kwenda Seke kwa Mtemi Mahizi ambako alikaa. Na kwa Mtemi Mahizi alianzisha tena kikundi chake cha ngoma, akawa anacheza ngoma. Na kuna siku akiwa pale kwa Mtemi Mahizi wa Masai walikuja kuiba ng'ombe. Akawaambia wana kijiji msijali, watazirudisha tu. Unaona Kweli wa Masai walishindwa kwenda mahala popote na ng'ombe. Walikuwa wanazuiliwa sehemu moja, walikamatwa na wananchi wakapata ng'ombe wao. Akaongeza sifa zaidi. Na pia akiwa pale kwa Mtemi Mahizi kuna siku aliingia kwenye msitu wa Mtemi Charia.
Alivyoingia kwenye msitu wa Mtemchale akawa anatafuta dawa. Basi vijana Mtemchale wakamwambia kuna mtu amevamia msitu wako bwana. Akawaambia kitu kimoja, chifu wenu ni chifu wa ile eneo, lakini mimi ni chifu wa miti yote. Yaani mkuu wa miti yote ni mimi, miti inanisikiliza mimi. Wakashangaa sana. Mtemi alivyotuma maaskari kwenda kumkamata, lile eneo ambalo alikuwa amekaa Mwana Malundi, walikuta simba wamejaa, simba wengi wamejaa pale. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maajabu ambayo aliyafanya huyu jamaa wa Mwana Malundi. Lakini cha kuchukua hapa ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa pia anaogopwa sana na Wajerumani wa koloni. Walikuwa wanamuogopa mno. Yaani walikuwa wanamuogopa Mwana Malundi kwa sababu alikuwa ni kati ya watu ambao kipindi hicho walikuwa ni maarufu, walikuwa na nguvu nyingi za kiasili. Na vizuri Mwana Malundi amekuja kufariki mwaka 1936. Mwaka 1936 akiwa Seke kwa Mtemi Mahizi. Ila sasa siku anafariki, ile pumzi yake ya mwisho ilitoka kama bomu, yani kama bomu limelipuka. Na baada ya hapo wanakwambia mchana giza likatanda. Ndivyo tata giza ni kwamba kuku wakaanza kuwika kama kawaida, yani kaonekana kama ni usiku kwa muda kama wa saa limoja hivi. Unaona vizuri Kwa mwaka 1966 alifariki Mwana Malundi, lakini ni kati ya watu ambao walikuwepo, walikuwa ni mastaa, walikuwa ni maarufu sana. Na pia kuna kitabu ambacho kiliandikwa, kilikuwa kinaitwa Mwana Malundi, kilikuwa kinasomwa shuleni kuanzia nahisi mwaka 1970 mpaka mwaka 1980. Kilikuwepo shuleni. Unaona vizuri Na hiyo miaka 70 watoto wake bado walikuwa wapo. Vitu vyote ambavyo tunaviongea kuhusiana na Mwana Malundi vipo, ni kati ya vivutio, ni kati ya maajabu pia ambayo inabidi kuyaona. Kitabu hichi nahisi kilitolewa shuleni kwa sababu ukweli ni kwamba Waafrika hatukubali historia yetu. Yaani Waafrika hatukubali kabisa historia yetu, hatukubali kitu ambacho vilikuwepo Afrika, hatukubali mizizi yetu. Kwa hiyo nahisi kati ya sababu kitabu hichi kutolewa mashuleni na watu kukisahau baadhi ni kwamba wanaona watoto wakisoma hakuna kitu watajifunza. Vizuri. Lakini pia kusema hakuna kitu watajifunza ndo sababu kuna mikanganyiko na mwingiliano wa vitu vingi ambavyo sio asili ya Mwafrika, kwa sababu mizizi yetu inapotea. Kama mizizi inapotea, basi kizazi kinachokuja tunashindwa kuishi kwenye ulimwengu wa kisasa huku bado tukao tunajua mizizi yetu ni ipi. Kwa sababu kuna mambo mengi yanaendelea, Mwafrika wanafanya mambo mengine ya wazungu ambao ni nyume kabisa na misingi yetu, kwa sababu hatujui historia ya Mwafrika ni ipi. Kile kitu ambacho ni chetu kinaonekana kwamba ni ushamba, ambapo sio ushamba, ni kacha yetu. Na kacha inavyo evolve, tunavyoenda kuanza kuona vitu vingine, haimaanishi tusahau tulikotoka. Vitu vinaweza vikawa vipo, lakini tukawa sehemu ya jamii kubwa ambayo inaendelea, na bado tukaendelea kuembrace kuthamini mizizi yetu kama Afrika. Kitu ambacho mzungu hata kuambia ni kwamba hata pia first civilization duniani, yani usasa, watu kwanza kuishi kisasa, ilianzia Afrika. Kwa hiyo civilization ya kwanza, watu kuanza kuishi maisha ya kisasa na teknolojia nyingi zimeanza pia Afrika, kitu ambacho hawezi kukwambia hata siku moja, kwa sababu historia yetu ambayo imekuwepo tushaifukia. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini hiyo ni historia fupi ya Mwana Malundi. Uko na mimi kwenye nyuma ya pazia, naitwa The Duke Tyson. Karibu kwenye PC inayofuata, nitaelezea vitu 10 ambavyo Tanzania inafahamika duniani. Nitaelezea vitu ambavyo